Mkoi TV. Baba anapokuwa bado ana nguvu, yupo kazini, ni mkulima au anafanya biashara, huwa anakuwa na nguvu ya ushawishi mkubwa sana kwenye familia yake. Familia humsikiliza, humjali na kumpenda, na uzingatia na kutambua uwepo wake. Tatizo huanza pale baba anapozeeka, nguvu za uzalishaji mali zimekwisha au amestaafu. Na pale watoto wanapokuwa wamekuwa watu wazima, wameanza maisha yao. Hapo ndipo mambo kwa baba huanza kuharibika na kupewa kisogo na wanaye. Mkewe huanza kumchukulia poa. Ile heshima aliyokuwa akipewa huanza kupungua taratibu. Baba hasikilizwi tena kama zamani. Isitoshe anakuwa hahusishwi sana tena kwenye mambo ya mkewe, sababu hata akiambiwa atasaidia nini na pesa hana. Badala yake mkewe huanza kuwafanya watoto kuwa washirika wake zaidi na kumweka kando mumewe. Baba anaachwa pembeni. Mama huanza safari kwenda kwa watoto. Huko hukaa sana. Baba kaachwa nyumbani peke yake. Watoto wanamgombea mama aende kwao, lakini baba hakuna anayemtaka. Watoto wanasahau kwamba upendo ulionekana kwa mama, kuanzia malezi, mavazi, chakula, alitafuta baba. Elimu yao ilitokana na baba. Kupendeza kwao, afya yao ilitokana na baba pia. Mama yao kupendeza kwake kulitokana na baba. Mama alikuwa mama wa nyumbani. Baba alikuwa mtu wa kazini. Anatoka alfajiri, anarudi usiku amechoka nyanga. Safari za kibiashara huku na kule, hakulala nyumbani akipambania familia. Sasa wakiwa nyumbani na mkewe, simu toka kwa watoto 80% anapigiwa mama. Baada ya maongezi marefu ndio baba anapewa simu, anasalimiwa dakika 2, imeisha hiyo. Baba simu anayo, ila haoni simu za watoto wakimpigia. Na wakimpigia ni kwa sababu maalum, tena maongezi huwa mafupi, hawana muda naye. Baba anajikuta anakuwa mpweke sana, anakuwa mgeni kwa familia yake mwenyewe. Wale ambao alimalizia nguvu zake za ujana kuwatafutia maisha hawana muda naye tena. Wanaanza kuiharibu na kuitenganisha ndoa ya wazazi wao. Pale baba anapokuwa anahitaji sana faraja ya familia yake, sababu ameshazeeka, familia humpa kisogo, upweke unamsonga. Mawazo humsonga. Hili hupelekea kinga ya mwili kushuka na kufanya iwe rahisi kushambuliwa na magonjwa, na haichukui muda mrefu baba anauawa na watoto wake mwenyewe. Hatimaye anafariki. Familia watalia, watachapisha matisheti, watatoa mapesa kumnunulia sanduku la gharama na kumjengea kaburi la gharama. Mitandaoni watamposti sana, lakini alipokuwa hai, no one cares. Hii ni laana kubwa kwa watoto. Wanapanda mbegu mbaya ambayo nao watavuna kwa watoto wao. Wewe mtoto unayefanya hayo, tubu, acha kabisa, jirekebishe ili ujiponye na laana hii. Tuwajali baba zetu, walijitoa sana na kujinyima sana kufanya tufike tulipo. Ni dhambi mbele ya Mungu, tena ni laana kubwa sana kuwapuuza baba zetu. Wakati unaendelea kumsifia mama yako kuwa ni bora, msifie hata baba yako, kwa kuwa alikuchagulia mama yako aliye bora. Mkoi TV. Kwanza nipende kutoa shukrani za dhati kwa Mkoi TV na EFM Radio. Kwa majina yangu naitwa Margaret Mbasha. Nimezaliwa mkoa wa Kilimanjaro, wilaya ya Hai, kijiji cha Kengereka. Mimi ni mtoto wa 4 katika familia ya kwetu. Na baba yangu alikuwa ni mfugaji, pia ni mkulima. Mama pia alikuwa ni mtu anajishughulisha na masoko. Baba alijitahidi sana kutulea kwa upendo. Alijitahidi sana kuhangaika na sisi ili tukue.
Lakini nilipofika darasa la 3, ndugu mwandishi, baba yangu alifariki dunia. Tukabaki na mama akatulea na zile mali alizotuachia. Aliacha ng'ombe kama 40 na mashamba. Ndugu zangu walikuwa ni wakubwa kidogo. Walikuwa wamekuwa kabisa, ni watu wenye kujielewa. Baada ya baba kufariki, wakaanza wenyewe sasa kuleta ugomvi. Mara mama uza ng'ombe, mara mama fanya hivi, wakawa wanataka zile mali kama kuzitawanya ziishe. Basi mama alikuwa anaumia, analia, jinsi ya kumsaidia sina. Mimi mwenyewe nikawa naumia, lakini kaka zangu ni wakorofi, ndugu mwandishi, ukisema uongee unaweza ukakuta wamekupiga, wamekuumiza. Kwa hiyo tukawa tunanyamaza, tunamuomba Mungu. Mama anasema usijali mwanangu, yatapita tu. Tumesogea kidogo kama miaka 5-6 hivi imeisha. Hapo ng'ombe zinapiganiwa, kama nyumbani kule ng'ombe akiwa anaumwa wanamchinja, zile nyama zinauzwa, tunapata hela. Au kama amekufa hivyo hivyo tunachinja, tunauza, tunapata hela. Basi wakawa wanagombania zile ng'ombe, mara wauze, mara wafanyaje. Zile ng'ombe zikaja zikaisha zote. Tukabaki wenyewe. Ndio hivyo tunategemea mama akienda sokoni akipata hivyo hela ndo tunatumia nyumbani. Baada ya siku kadhaa, siku hiyo kakaangu wa kwanza karudi amelewa, ni anatukana matusi, anaimba nyimbo za ajabu, anakuja nyumbani. Kikweli tulibaki tunamwangalia tu, jinsi ya kumsemesha hatuna. Ikapita siku nyingine tena wakaja wamelewa wote, wanaimba nyimbo za ajabu hazieleweki. Fika kwenye kaburi, maana nyumbani huwa tuna makaburi ya familia. Karibia nyumba nyingi tu za mikoa ya Kilimanjaro. Kwenye yale makaburi wakafika kwenye kaburi la baba. Wakaanza kukojoa kwenye ile kaburi, huko wanamtukana baba, wanaimba nyimbo za ajabu, wakisema eti yeye ndo amewafanya wawe maskini. Wanachapa ile kaburi, wanapiga, wanachapa. Wanachuma fimbo, wanachapa kaburi, wanachuma fimbo ni wanachapa. Basi wakawa wanachuma fimbo, wanachapa kaburi la baba, wanachapa, wanaongea matusi. Mmoja anasemaje, anaongea sasa kwa Kichaga, ni utondoro wafo, tumekuwa maskini. Anatukana huko, anapiga ile kaburi la baba. Mimi sina cha kufanya, nikawa nabaki tu nalia. Mama yupo ndani amenyamaza tu kimya, yani amenyamaza. Najua anaumia, yani kama mzazi ukifikiria unajua kitu gani nakisema. Jinsi ambavyo wazazi mnajua mkilea watoto wenu hali kama hii ikitokea inakuwaje. Wote wanalewa, wanatukana matusi, wanasema baba ndo amefanya wawe maskini kweli. Basi ndugu mwandishi, ile hali iliendelea na ile maisha ya ajabu yaliendelea ndani ya miaka 5-6. Inafika sehemu wanakojoa juu kaburi la mzee, wanajisaidia hapo kwenye kaburi la mzee, ni kutukana matusi. Yaani hapo walikuwa wanafanya hivyo kama wanamkomoa mzee. Yaani huko alipo wanasema apate tabu. Huko alipo anyanyasike, kwa nini awaache duniani kwenye maisha magumu, wanateseka. Wakati wa kipindi wanakuwa, walikuwa wanamuona baba anavyopambana kuwalea. Amewaachia mifugo, amewaachia mashamba, badala basi tungeiendeleza, wao wamefanya kuiharibu yote. Sasa hizi wanamlaumu, wanataka nini kwa huyo mzee wa watu? Unajua kuna muda nilikuwa najiuliza, nashindwa cha kujibu, nashindwa cha kufanya. Yaani ndugu mwandishi, nikifikiria huwa muda mwingine nasikia hadi maumivu ya moyo yanaendelea kuniumiza. Sasa siku moja nakumbuka kaka yangu akiwa anatoka kilabuni. Anavuka barabara ili aje nyumbani, aanze kufanya vile vituko vyake. Akawa amegongwa na pikipiki pale barabarani. Tukawa tumepigiwa simu, ndugu yenu huko amepata ajali, amegongwa na pikipiki. Tukakimbia kwenda kumchukua na kumpeleka hospitali. Tunafika hospitali ya wilaya, wakatuambia huyu mtu sisi hatumuwezi, ameumia sana. Nyie cha kufanya nendeni hospitali kubwa. Kwa hiyo wakatupa ambulance tuende KCMC. Wakati tupo njiani tunakaribia kufika hospitali, yani tunakaribia kufika kabisa hospitali hii hapa, kakangu akakata roho akafa. Basi ndugu mwandishi, sisi tukarudi tu nyumbani, tukaandaa msiba. Tukamzika kakaangu mkubwa nyumbani pale wa kwanza. Basi maisha yakaendelea, tumeshamzika. Maumivu yanaendelea mama nikimuona namuonea huruma. Mama yangu amekuwa kama mbibi, amechoka na maisha, yani ndugu wanamvuruga. Akikumbuka msiba tena ndo hivyo. Hao ndugu zangu wengine bado wanaendelea kunywa pombe.
na kufanya vurugu vile vile. Lakini kidogo zilipungua, kiongozi alikuwa ameondoka. Baada ya kama miezi mitatu miwili, kwenye hivyo vilabu wanavyoenda kunywa pombe, kakaangu wa pili akawa ameenda kilabuni anakunywa pombe na wenzie. Mara ghafla akaanza kuumwa na tumbo. Tukapigiwa simu, ndugu yenu huku hali yake sio nzuri, anaumwa na tumbo sana, yupo hapa hawezi hata kunyanyuka. Basi ndo tukakimbia na mama kufika pale, tunamchukua tunampeleka tena hospitali. Tunafikisha pale tunaambiwa sumu aliyokunywa ni kali na imeshamuondoa. Ndugu mwandishi, nilisikia kama ganzi, nilisikia kama nipasuke, sijui nilisikia nifanyeje, ila sikuwa na jinsi. Ni kweli kaka zangu walikuwa na tabia mbaya, walikuwa wanafanya fujo ambazo sio nzuri, walevi, wana mambo ya ajabu, lakini sikutamani hata siku moja kuwaza eti kakaangu bora afe. Yaani nilitamani Mungu tu awabadilishe wawe kama binadamu wengine, sio kufa. Basi tukaandaa tena msiba mwingine, tukamzika kaka. Tukaendelea na maisha kama kawaida. Huku tunaendelea mimi na mama kumuomba Mungu, tunaenda kanisani tunaomba Mungu awabadilishe. Katika hali ya ubinadamu ukifikiria kweli, ndugu, tumezika baba, tumezika kaka, nimezika kaka. Yaani ilikuwa ni familia yenye majonzi siku zote, hamna aliyewahi kuwa na furaha hata ya kucheka. Basi siku kule kama nyumbani kwetu kule wanalima kahawa. Kuna mashamba ya kahawa. Kakangu mmoja alikuwa amebaki kidogo, akawa ameanza kujiongeza kufanya kazi. Anaenda kwenye mashamba ya kahawa huko wanaita KNCU. Akiwa anaenda kufanya kazi kule, anachuma kahawa, akipata hela kidogo, hivyo maisha yanaenda. Basi siku aling'atwa na nyoka kule shambani. Kung'atwa na nyoka, watu kutafuta kilichomuumiza nini, kilichomng'ata hawajaona nyoka kama ni nyoka au ni nini. Baadaye mpaka tumkimbize tufike hospitali, kwa pale ya karibu ni hospitali ya Mawenzi. Kumkimbiza mpaka afike, tunafika sumu imeshasambaa mwili mzima kwenye moyo. Kakaangu naye nikawa nimempoteza kwa njia hiyo. Nikawa nimezika ndugu zangu wote. Yaani nikifikiria kusema ni laana au ni nini sielewi. Kiukweli mpaka leo roho yangu inaniuma. Sina amani, mimi na mama tunaishi tu basi kwa sababu tunatakiwa kuishi, lakini kusema eti tuna furaha, hapana. Hata siku moja tujawahi kuwa na furaha tena kwenye maisha. Ni kitu ambacho tulitamani hata ni bora angekuwepo akaendelea kufanya fujo, ila sio kufa. Maumivu niliyopitia, ndugu mwandishi, ni maumivu ambayo siwezi kuyasahau. Ni maumivu yanayoniumiza usiku na mchana, kiasi kwamba nikasema na mimi nikutafute kaka Mkoi ili ni share story na wananchi wenzangu. Kama kuna vijana wanaolaumu wazazi wao eti wao ni maskini, sijui wamefanyaje, lakini kumbuka mzazi amepambana na wewe mpaka umefika hapo. Kumbuka kwamba mzazi wako unakuta hakusoma, kama mimi babangu hakusoma kabisa, lakini katafuta mali zake kwa jasho na amehakikisha familia yake tumeishi, tulikuwa tunakula, tunakunywa, tunaenda shule vizuri. Sawa kusoma, basi sisi ambao tupo duniani sasa hivi tulitakiwa tupambane na kumsaidia. Kama kaka zangu ni watu ambao walitakiwa wapambane kusaidia kulea familia, kuendeleza mali alizoziacha baba. Lakini wao waliamua kuzifuja na kuziharibu na kusababisha madoa, maumivu kwenye familia. Na mimi niko hapa leo EFM kuwashauri nyie vijana, watoto ambao bado mna wazazi. Kikubwa cha kufanya, usithubutu kusema kwamba eti mbona wewe ujana wako ulikuwa wapi? Mbona umekuwa maskini? Babako amepambana umefika hapo ulipofika. Basi yeye kapiga hatua 5. Basi wewe jitahidi uongeze hapo zingine 10, kwa sababu amekuzaa, amekulea, umepata nguvu hizo, una mikono, sio mlemavu. Basi ndo kipindi cha sisi kupambana na kuendeleza familia. Tuiendeleze familia sisi vijana ambao tupo. Kwa sababu wazazi wetu wametuzaa ili baadaye na sisi tuwasaidie.
Kikubwa ninachopenda kuambia ni kwamba tusipende kuwalaumu wazazi, wala tusipende kusema mbona hivi, mbona familia hivi, mbona wa maskini. Sisi hapa tunatakiwa na sisi tupambane hapa tulipofika. Kikubwa ni kwamba tusaidie na sisi familia, kwa sababu na sisi tumefika hapa tulipofika ni mikono na nguvu ya wazazi wetu. Mimi kikubwa nipende kusema asante kwa kunisikiliza wote mlionisikiliza. Kikubwa tujaribu kupenda familia zetu na kujiheshimu. Asanteni. Nikoi TV.